salamu kidogo. Alizungumza mapambano ya rushwa, alitoa salamu kwa watumishi wa umma wavivu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hapa amesema rais amezungumza kwamba mengine ambayo nitakuagiza tayari umeshaanza kuyasema. Ameweka msisitizo kwamba anaamini kwamba unayoyasema utayakwenda kuviweka kwenye vitendo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hapa huu ndio mwelekeo ambao pengine sasa utakuwa ndio mwelekeo wenyewe. Na ni brass band ikiendelea kutumbuiza wakati MC pale ametutangazia kwamba sasa ni wakati wa picha mbalimbali za makundi zitakazoanza kupigwa hapo, na sisi tu hapa tutaendelea kuwadondolea wasikilizaji wetu na watazamaji wetu juu ya kile kilichotuleta hapa na nini kinatazamiwa huko mbele ya safari. Na baada ya kuapa kwa kiongozi wa mawaziri, mkuu wa shughuli za serikali, lakini mkuu wa shughuli za serikali kule bungeni, tukitarajia sasa kule ndiye atakayekuwa kamisa wa serikali kusimamia hili na lile, kuwasikiliza wabunge yale yatakayokuwa yanaletwa na wabunge hapo kunako majimbo yetu kule, wawakilishi wakiwa pale wakielekeza. Na unajua kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali, na yeye kama kiongozi wa shughuli za serikali bungeni sasa kujipanga kutoa majibu kwa wawakilishi wananchi ambao ni wabunge watakaokuwa wanawasilisha maswali. Lakini pia kuna miswada mbalimbali itakayokuwa inaletwa pale na serikali kuhakikisha kwamba nao wabunge wanasimama katika nafasi yao katika kushauri, maana ni kazi nyingine ya mbunge ni kuishauri serikali. Marhaba. Hapo ndiko ambapo wabunge sasa linapaswa kuwa ni mguu wa pili wa kutazama pale ambapo serikali haiendi sawa kwa mtizamo wa wabunge, kwa sababu wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Na bunge ndio wajibu wake kwamba hapa tunahitaji hiki na kupaza sauti kidogo, kule site wananchi wanasema hiki. Ndio kazi ya wabunge na kuyawasilisha ndani ya bunge. Kwa hicho ndicho ambacho kimeelekezwa. Lakini katika hotuba ya rais amezungumza kwamba Mwigulu Nchemba, waziri mkuu, amepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu aliyemaliza muda wake Kassim Majaliwa, akitaja umahiri wake kwamba amekuwa akisimamia ujenzi wa shule, vyuo vya ufundi na miradi mbalimbali akiwa site. Kwa hiyo akasema kwamba una kazi kubwa kidogo. Akizungumza kwa umri pia, Mwigulu Nchemba umri wake kidogo ni mdogo, anasema tofauti na Nchemba bado ana ari ya kukimbizana na kazi, lakini pia vishawishi ni vingi hapo kati. Amezungumza, ndio maana rais akasema kwamba lazima aangalie umri, lakini kazi ya serikali ni kwenda kuwatumikia Watanzania, haina ndugu, haina jamaa wala rafiki. Haina rafiki. Naam. Hii ni mwendo kwamba sasa anapaswa na ukitazama sura yake unaiona kabisa kwamba si Mwigulu Nchemba aliyekuwa waziri wa fedha. Tayari ameshavaa sura nyingine ya Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ule mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Na ukimwangalia hata kwenye picha ambayo hivi sasa inaonekana, unaona kabisa kwamba kichwani ametushwa mzigo mzito, akiyatafakari. Naam, na ametushwa mzigo mzito kipindi ambacho Watanzania wanangoja kuona, manake serikali imetoka katika nchi imetoka katika uchaguzi. Yapo yaliyoahidiwa. Baada ya hapo sasa wananchi wanasema sasa tuone yanatekelezwa kwa namna gani. Nani kiranja wa kuyasimamia haya? Nani anayepuliza filimbi kule na kila kona? Ni waziri mkuu ndio mwenye wajibu huo. Kwa hiyo ana mzigo mzito ambao sasa anapaswa kuweka, na ni katika kipindi ambacho Tanzania nayo imejifunga mkaja kwenda katika uchumi wa juu zaidi. Kwa hiyo yako mambo mengi makubwa. Kikubwa pia Watanzania wengi wakingoja kuwa na wao kuwa sehemu ya uchumi na si watazamaji tu. Kwa hiyo kuna mengi yanatazamwa hapo. Wanasema ukitaka kwenda mbali unaenda na wenzio. Na kuna miradi mingi ya serikali ambayo inaendelea, ilianzishwa, lakini kuna ile miradi ya kimkakati kwenda kuhakikisha kwamba anaisimamia vilivyo iweze kuzaa matunda, kwa sababu ni miradi ambayo serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa sana cha fedha za Watanzania. Kwa hiyo sasa kwenda kuisimamia, lakini sio kwenda kuisimamia peke yake, ni pamoja na kusimamia wale ambao watapewa dhamana ya kuwasimamia, wale walioko chini ya ofisi yake, lakini kwa ujumla watendaji wote wa serikali, kila mtu alipewa dhamana ya kusimamia kitu chochote kile, hakikishe kwamba anaenda kukisimamia, kwa sababu hata jana alisema atabeba fiekeo
na rato, fiekeo ya kufiekea nyasi zilizoko juu, lakini kuna rato ya kuchimbua kitu kitoke na mzizi wake. Naam, kama muundo wa wizara utabaki kama ulivyo, hatujui nini kitatokea hapo, ambapo punde tu ama siku zijazo baraza la mawaziri na muundo utawekwa hadharani. Lakini ofisi ya waziri mkuu ndio ilikuwa na wizara ya kazi, ajira na wenye ulemavu. Tunazungumzia kazi, ajira. Ndio changamoto ya vijana wengi. Tunalenga asilimia kama 50 kitu kama sio 60. Naam. Na naposema kazi kuna zile rasmi na zisizo rasmi. Kwa hiyo ni kazi kubwa sasa ambayo inamkabili kwamba kwenda kutafsiri kwa mamilioni ya vijana wa Tanzania kupata kazi na ajira ili waweze kusukuma uchumi na wawe sehemu ya kipato. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo hata ilani yenyewe walivyokuwa wanaitengeneza kwenda kuakisi kule mtaani. Sasa wanasema kusema ni jambo lingine na kutenda ni jambo lingine. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kutenda. Baada ya kusema sasa wanangojwa sasa kwenda kule kuonyesha kwamba ilani inasema ajira, kule mtaani wananchi wanasema tunazingoja ziko wapi. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanangojwa hivi sasa, na sisi kama wanahabari kazi yetu ni kwenda kusikiliza na kuyatafsiri, lakini pili kwenda upande wa pili wa wananchi kusikiliza sauti zao na kuzipeleka upande wa pili. Kule saiti kuna nini, changamoto wanazokabiliana nazo, basi tunazipitisha moja kwa moja kupitia vyombo vya habari ili walioko serikalini ama viongozi waweze kuona kinachojiri kwa wananchi na kiweze kupata tafsiri inayotakiwa. Naam, manake unasema kuona kuona ni kuamini. Na wanasema uweze kuandikia mate wakati wino upo. Kwa hiyo ni kazi moja kubwa sana ya kwenda kuhakikisha kwamba kweli yale yaliyotamkwa na serikali, anayoyatamka rais, yanayoandikwa kwenye vitabu vya serikali, yanayotolewa kwa wananchi, na yale ambayo tumeyatangaza sisi baada ya kuwasikia viongozi hao wakiyasema, sisi tunayaleta kwa wananchi, basi isiwe tumeyasema tu, lakini tumeyasema lakini mwisho wa siku vitendo vinaonekana vikiwa vinafanya kazi. Safu inaanza kutimia. Ilikuwa na ngojwa rais, uchaguzi ukapita na mgombea mwenza ndo makamu wa rais, na katika serikali shughuli ya kwanza ilikuwa ni kumteua mwanasheria mkuu wa serikali. Ilikwisha kufanyika ni Hamza Johari, lakini baadaye ilikuwa ni kupeleka jina la waziri mkuu bungeni, kazi imekwisha kufanyika, na kisha waziri mkuu kula kiapo, ni shughuli iliyomalizika. Kinachongojwa sasa ni baraza la mawaziri, nani watakuwa viranja wa kuyasimamia haya katika maeneo na maeneo mtambuka. Nani kapanda, nani kashuka, nani yupo, nani katoka, nani kaingia. Na picha ilikuwa ikionekana, unawaona wale ambao walizoeleka katika sura wakiwa katika tahayuri ya kusema kwamba nitakuwepo, sijui itakuwaje, yanangoja. Na rais ana uwanda mpana sana, Watanzania wote ni wake, na kila mara wanasema Watanzania wote ni wangu. Mimi sina huyu sio mtu utoke useme mimi ni wake, mimi mtoto no. Anasema mimi Watanzania wote ni wangu. Kwa hiyo ana uwezo wa kumchukua yeyote yule, na tuna vijana wengi wasomi, tuna watu wasomi wengi, kuna watu wenye weledi, kuna watu, yani tuna watu chungu mzima. Kwa hiyo rais mwenyewe ana uwanda mpana sana wa kuchagua. Kwa hiyo naam, na hao wanaonekana hapo ni wawakilishi wa mikoa, wakuu wa mikoa wakiwa hapo kushuhudia zoezi la uapisho tayari limekushafanyika. Sasa ni picha za kumbukumbu, na kama unavyojua lazima uwe na kumbukumbu, na hichi ni kizazi cha taarifa. Kwa hiyo lazima ziwe na kumbukumbu, zihifadhiwe. Licha kusema tu huyu alikuwa huyu, basi zinachukuliwa picha za kumbukumbu na kisha mambo mengine kuendelea. Hao hivi sasa ni makatibu wakuu kutoka wizara mbalimbali na wakuu wa taasisi wakiwa hapo tayari kuchukua kumbukumbu muhimu. Hapo tunaona baadhi ambao tunaweza tukawatambua kwa haraka hapo. Yuko Felshesi Mimramba, katibu mkuu wizara ya nishati, lakini yuko Gerson Msigwa, katibu mkuu wizara yenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na wengine ambao wanaonekana hapo wakiweka kumbukumbu hivyo. Na wakati nchi iko kwenye uchaguzi, makatibu wakuu ndio walikuwa askari wa miavuli kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea. Hakuna kazi ya serikali inasimama. Na mapema amini niliona kama vile hii itakuwa ni familia ya waziri mkuu. Familia ya waziri mkuu, mama na watoto.
Watoto hao. Naam, watoto hao. Hao ni watoto. Naam, Hao ni watoto. Watoto wakiwa hapo, familia ikishuhudia baba akipewa jukumu kubwa muhimu. Watamkosa kwa sababu kazi, watamkosa mara nyingi sasa hivi kwa sababu atakuwa huku na kule. Naam. Kwa hiyo niko nasema mapema niliona kama vile wageni wengine wa Mheshimiwa Rais hapa katika ikulu ya Chamwino ni wale waliokuwa wagombea urais katika vyama mbalimbali. Naam, walikuwa ni wenzake ambao walionyesha nia katika vyama mbalimbali. Na kisha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa paridhaa walitembea takriban siku 60. Kwa nao wamekuja kushuhudia namna taifa linavyojengwa. Hii ndio demokrasia inavyotokea, kwamba mnashuhudia. Na ikumbuka wakati ule waliahidi kwamba kupitia mwakilishi wao kwamba zile ilani zao watazikusanya, watamkabidhi na angalie yale yanayofaa kutekeleza. Naam, ndio sababu anasema Tanzania ni yetu sote. Naam. Na yeye mwenyewe wakati anapokea akasema basi na mimi kwa wakati utakaofaa nitazipokea, tutazungumza yale ambayo yanaonekana yataendelea mbele. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho unakiona katika taswira, na pengine baadaye katika hotuba ambayo anataraji kuitoa baadaye bungeni, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hata kwa maneno yake punde tu hivi amezungumza kwamba atatoa mwelekeo na taswira ya kwenye kila jambo, na sisitiza amezungumza hivyo kwenye kila eneo kwamba anataka tuende vipi. Na pengine baada ya hotuba ya leo mwendo utajulikana, na kama ingekuwa mpira unaweza kusema kwamba ni kama kocha atafanya 4-4-2 ama atafanya 2-4. Inategemea yeye mwenyewe atapangaje safu yake. Maana pia unaangalia na upana wa kikosi ulichokuwa nacho na adui unaopambana naye. Na adui hapa ni wale ambao mwalimu aliwazungumza. Umasikini, maradhi na umaskini, maradhi, Mheshimiwa Naibu Spika, na ndio hayo. Sasa ujinga ikitafsiriwa katika elimu, maana ukitoa elimu ujinga unauondoa. Na ndivyo hivyo ilivyo, lakini yote hayo na yameongezeka lingine hivi sasa, rushwa, ubadhirifu ambao jana Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ni moja kati alizungumza bungeni kwamba rushwa na ufisadi tutapambana nayo kwa nguvu. Kwa hiyo na ujue huyo ni adui mkubwa sana. Rushwa na nyima haki, rushwa yani ndio hivyo, kama utekelezaji wa mradi unaoendelea mahali fulani, rushwa ikiingia pale ni kwamba ile fedha iliyopimwa iliyotengwa pale kwa ajili ya kukamilisha ule mradi ndio hivyo tena. Mradi utajengwa chini ya kiwango kwa sababu fedha haitoshi tena. Na watu pia wameumbwa kusahau. Niweke kumbukumbu sawa hapo. Miongoni mwa machampioni wa kupambana na wafanyakazi hewa alikuwa Mwigulu Lameck Nchemba, wakati huo akiwa naibu waziri wa fedha. Kama kumbukumbu zangu zitakuwa sawa, aliweka utaratibu wakati fulani wa kufanya tathmini na wafanyakazi wote wa serikali wakapokea mshahara dirishani, kwamba unakuja Victoria Patrick, ndio wewe unawekwa vema pale kwamba umepokea bahasha yako. Na nakumbuka wakati ule akiwa naibu waziri wa fedha wakagundua idadi kubwa ya wafanyakazi ambao ama wengine walikuwa wamestaafu na kumbukumbu hazijawekwa sawa, majina hewa na fedha zinatoka na mishahara ipo mamilioni ya shilingi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ukichimba historia ana kumbukumbu ya hilo. Kwa hiyo sasa amepewa mamlaka zaidi, sasa amepewa nafasi zaidi, ana uwezo ya kuyafanya makubwa zaidi. Amesema ole wake watumishi wavivu. Naam, na wengine wanaweza wakasema kwa nini watumishi wala rushwa. Watumishi ndio akasema wale wanaotumia lugha chafu, hawaheshimu wananchi. Wananchi wanapofika katika ofisi zao za umma, unakuta mtu anafanya shughuli zake nyingine wakati amekula kiapo cha utumishi wa umma kwamba mimi nitawahudumia wanaotakiwa ama nitawapa huduma. Kifika mwananchi ametoka huko Ukerewe, anafika ana shida Dar es Salaam ama ana shida Dodoma, unamuuliza una appointment, unatakiwa njoo kesho, una kielelezo hiki. Kwa hiyo unatakiwa muite kwa upendo. Yeye ndio tajiri ama yeye ndio bosi wa ofisi huko pale. Kwa hiyo muulize tu, mzee wangu, mama yangu, kijana wangu, mdogo wangu, vipi hii, unamuelekeza kwamba sasa njoo na nyaraka hii na hii ili mambo yaende sawa. Sio unamuuliza una appointment, ataweka wapi appointment wakati ndio ni mwananchi wa kawaida katoka huko kusafiri ni ofisi ya umma kuja kujiona katika ofisi yake ya umma. Kwa hiyo alituma salamu jana Waziri Mkuu Mwigulu kwamba hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo atayashughulikia. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba yanangojwa sasa
gwaride likianza la kuanza kutembea huku na site, tuanze kuona yale yanayonenwa. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumza wazi hapo kwamba sasa anaamini yaliyozungumzwa sasa yanakwenda kutekelezwa. Wanaopiga picha hivi sasa ni namuona mtendaji wa mahakama hapa Profesa Gabriel Elisante, lakini pia namuona msajili wa vyama vya siasa Jaji Mutungi, ninamuona mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na wajumbe wake, namuona Jaji Sivangiwa Mwangesi akiongoza maadili ya utumishi wa umma, naye yuko hapo. Kwa hiyo naweza kusema hawa ni mmoja kati ya watu muhimu pia katika utumishi wa umma, lakini pia katika vyama vya siasa ndio mbalimbali. Naona sasa msafara huu ni wa wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wapo hapa Dodoma, na wengine hapo tungeweza kusema kwamba ni mawaziri katika serikali iliyopita ya kabla ya uchaguzi, wakiwa hapo kujitazama kwamba itakuwaje, nitatokea ama nitafanya nini. Ndio maswali la ubunge limekubali, wananchi yani matokeo ya wananchi waliwaelewa. Sasa swala la pili sasa linafuata utumishi ambao utakuwa zaidi ya hapo katika askari wa miavuli na nini imo na ni shughuli. Nakumbuka moja ya hotuba ya Rais hayati sasa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa, akasema nimewateua askari wa miavuli. Sasa wengine wakasema wamechoka, akasema nimewateua askari wa miavuli, anataja kwa majina fulani, amechoka yule. Kwa wanaokumbuka kumbukumbu watakumbuka wakati huo wa mivutano ya siasa ya majira na nyakati zile jinsi zilivyokuwa, na wamekuwa wakikumbushwa hata wanapoteuliwa na kula kiapo cha utumishi na mambo kama hayo na kadhalika. Wanakumbushwa kabisa kwamba kupewa nafasi hiyo sio garanti kwamba utaendelea kudumu hapo. Muda wote ule unaweza kubadilika, ukatoka na akaingia mwingine au ukapewa kazi nyingine na mambo kama hayo. Kwa hiyo unapopewa kazi uende ukaitumikie jinsi ambavyo inavyotakiwa, ili hata siku ukiondoka pale uache alama ya kwamba tutamkumbuka fulani ilitufanyia hiki na kile, na sio kwamba utakapoondoka watu waseme aende Mwanakwenda huyu. Na hizi ni ofisi za umma, na ukisema ofisi ya umma mbele pale kuna umma, wenye nazo ni umma. Usipotafsiri umma inachokitaka, basi wanaotafsiri hayo wataona hufai, watamweka mwingine ambaye atakuwa na tafsiri kwenye umma, kwa maana ya kwamba viongozi wale wateule, basi yule mwenye mamlaka ya uteuzi itaamua kwamba hapa tumweke huyu, hapa tumweke yule, kadri ya vile ambavyo wanataka. Na bila shaka mtazamaji, zoezi lililotuleta hapa linaelekea kufikia tamati ama linaelekea kufikia mwisho, na kiashiria kwamba sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaondoka hapa pamoja na viongozi mbalimbali, ikiashiria kwamba sasa tunaelekea kufikia mwisho. Victoria Patrick. Mimi naona hapa hatuna la ziada kwa sababu ile shughuli iliyotuleta hapa ndio imeshakamilika. Hivyo picha mbalimbali zimepigwa hapa, na sasa hii nadhani itakuwa ndio picha ya mwisho kama sikosei, lakini kama haitakuwa ya mwisho basi tutaendelea kuona nyingine. Picha muhimu kwa wanatumia lugha wanasema ni namba 3. Namba 1 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Namba 2 Makamu wa Rais Daktari Emmanuel John Nchimbi, na namba 3 ni Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na nakumbuka ukipata mamlaka basi majina mengine yanaongezeka. Kwa hiyo nakumbuka ilivyokuwa zama ya Mizengo Pinda, watu walikuwa wanajua Mizengo Pinda, lakini kaya Mizengo, Kayanza, Pinda. Kwa hiyo mamlaka yanakuja mpaka yale majina mengine pale ambayo yanakuja. Lakini kwa taswira iliyo picha hiyo hapo iliyotoka punde hapo, watu watatu hao ndio watakaoiongoza serikali, na tayari mambo yanaanza kupangwa. Zitangojwa safu za mawaziri na baadaye wengine wanaofuata zaidi ya hapo kadri ya mamlaka itakavyokuwa inaona na itakavyokuwa inapanga. Kazi yetu sisi ni kuja hapa na kukuambia na utafsiri, na wakianza kukimbia tutabeba wajibu mwingine na sisi kwenda kule mtaani kuchukua sauti yako wewe mwananchi, na tutaichukua unasema nini, unataka nini, na ndio itaonekana katika taswira ya vyombo vyetu, nasi tutakuwa na wajibu wa kuchukua na kupita upande wa pili. Kama hakuna maji tutakwenda kwa waziri wa maji. Hapa vipi? Haya, hapo ni wastaafu mawaziri wakuu wastaafu, makamu wa rais pale wako hapo. Naona mzee Pinda bado kijana kabisa anaonekana. Unajua hao ni wazee wa mazoezi. Ni wazee wa mazoezi, unaweza kupishana nao saa 12 ili wakiwa wanatembea wanafanya jogging. Mwenye umri zaidi hapo ni mzee wa Dodoma John Samuel Marechela.
ndio mwenye umri zaidi hapo ninamwona, lakini yuko pia hapo Frederick Turuai Sumaye. Na Sumaye ni ameweka rekodi kama Mtanzania wa kwanza kutumikia mihula miwili ya waziri mkuu ama term mbili. Lakini pia yuko hapo Kassim Majaliwa ambaye amemaliza muda wake naye akiweka rekodi. Lakini kwa upekee wa rekodi wa waziri mkuu aliyemaliza muda wake, Kassim Majaliwa ameweka upekee kwamba ni waziri mkuu aliyehudumu na marais wawili, John Pombe Joseph Magufuli hayati na Daktari Samia Suluhu Hassan, akitafsiri falsafa mbili: hapa kazi tu na kazi iendelee. Na kazi iendelee. Naam, kwa hiyo ndio rekodi hizi ambazo bunge kuna bunge lililomaliza muda wake, bunge la 12 na hata baadhi ya wabunge wa bunge la 12 ambao wako katika bunge la 13 ambao ni wengi pia watamkumbuka Kassim Majaliwa. Huyo alikuwa ni champion wao katika mambo ya sports. Mkosi katika michezo yupo huku, na huyu sasa hivi ni naibu waziri mkuu aliyemaliza muda wake, na sasa mamlaka itaamua kama nafasi hiyo itakuwepo ama la. Tutayafahamu, lakini nasema nafasi ya naibu waziri mkuu. Dr. Biteko alikuwa hapo, na hii ndio picha sasa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri mkuu pia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja kati ya alama zake ni kuvaa tai ya bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya picha kumbukumbu muhimu sana. Nilikuwa nazungumza hapo, ametoka punde hapo naibu waziri mkuu alimaliza muda wake, Daktari Doto Mashaka Biteko. Kwa hiyo nilikuwa nasema katika muundo mpya inategemea mamlaka itakuja na nafasi hiyo ama la. Kwa hiyo litakapokuwa linatajwa baraza la mawaziri ndio litaeleza kama muundo huo utakuwepo ama la. Lakini miongoni mwa watu walioweza kutokeza katika nafasi hiyo pia Dr. Salim Mohamed Salim alishika nafasi hiyo, ilishawahi kuundwa ya naibu waziri mkuu. Lakini pia Augustine Liatonga Mrema hayati, mzee wa Kilaracha, alishawahi kushika pia nafasi hiyo, na sasa pia ilijitokeza nafasi hiyo. Naam, hii ni sasa waziri mkuu pamoja na mke wake, picha ya kumbukumbu muhimu. Bila shaka hii itakwenda kukaa nyumbani, ili ukirudi ukumbuke kwamba baba ama mume amepewa mamlaka makubwa na jukumu kwa jamhuri. Na kwa hiyo unajua mama ni msaidizi wa baba nyumbani, kuhakikisha kwamba baba hana stress, baba akae katika hali nzuri kimawazo, kiakili, ili aweze kuwatumikia Watanzania. Ni picha ya familia, tutadodosa vizuri kuijua ni mama, ni dada, ni shangazi, lakini ni picha ya familia ya waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Hiyo hapo itakaa muhimu. Hivi sasa ni wazee hao wanafuata, sina kumbukumbu, kwa hiyo tutajaribu kufuata na kufahamu kama ni familia ya mheshimiwa waziri mkuu ama kama ni wazee namna gani, lakini kwa sababu pale tumeona mke wa waziri mkuu, lakini tunaamini kwamba tunamuona mama, bibi na babu anaenda pale. Kwa hiyo tutajua huko baadaye kama ni wazazi wake, tutatambulishwa zaidi. Bila shaka hao ni familia. Hii ni familia sasa. Unaona rangi zile, wajihi ule, unaona kabisa hii ni familia wakiwa hapo. Hizi ni picha za kumbukumbu, ni picha nzuri za kumbukumbu, kwamba siku kama ya leo wakati waziri mkuu wengine ninaona kiangalia unawatambua wengine wadogo zake pale. Lakini ukumbuki waziri mkuu kama amekuwa akisema ana familia kubwa sana. Ana familia kubwa, na familia kwake kama yeye ni mke na watoto wake, ndugu zake wale watumbo moja na yeye, lakini anao watoto wengi sana naolea. Aliowalea, aliochukua katika sehemu mbalimbali. Na hii ndio tabia ya familia za Kiafrika, kwamba unapopata ahueni basi ndugu, jamaa, marafiki na wale ambao Mwenyezi Mungu anakujalia basi unawapa mkono, ili kuwapa matumaini na kuhakikisha kwamba mnapiga hatua tena nyingine na kusonga mbele. Kwa hiyo hicho, na hiyo ndio familia yake sasa, mke, watoto tayari wakipata kumbukumbu hapo muhimu. Nilikuwa nasema mkuu wa itifaki alikuwa anaweka itifaki sawa, lakini sasa hii picha inatupa tafsiri. Huyu sasa ndio picha ya familia, aliye kushoto kwa mtazamaji, lakini kulia kwa mimi, kulia ni mke wa waziri mkuu, lakini anafuata mtoto, lakini na watoto tena hao
Sasa wanapiga picha, wanabaki tu familia yake. Sasa ni picha za kumbukumbu muhimu, na ndivyo hali ilivyo. Zingine zitakwenda kwenye familia na nyingine zitakwenda kwenye kumbukumbu za taifa zinapotazamwa hapo. Naam, anazungumza hapo bila shaka unaitwa nani, unasoma wapi, na hawa watoto wanaondoka na kumbukumbu moja nzuri sana katika maisha yao. Ni nafasi baba akipata wakati mwingine, nanyi ni watoto, kuna mawili matatu mtayapata na mtatambulika kwa sababu ya nafasi hiyo. Unapokuwa kiongozi, basi kuna zile fursa ambazo zinajitokeza, kwa maana kwamba zitajitokeza. Martha Mlata, huyu namfahamu. Naam, alikuwa ni mbunge wa muda mrefu kutoka Singida na ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida. Kwa hiyo amsindikiza na msindikiza kwa sababu mkoa wake sasa umetoa. Wana Singida nimewaona wengi, nimemwona hata katibu tawala kwa Singida. Naam, na alifika mapema mno kuhakikisha kwamba asikose. Naam, wimbo huo ukiashiria kwamba ni brass band ikipiga wimbo kuhakikisha kwamba, ama ala za kuhakikisha kumaliza shughuli. Sasa tuachie mambo yanavyoendelea, alafu tutakwambia. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Na sasa tunakuruhusu ukaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Na mtazamaji wa TBC1, punde hivi umeona picha yenye taswira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako ilikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania